Wiki ya pili, programu yetu ya siku 30. Tunaendaje? Kwenye karatasi yako angalia wiki ya pili. Wiki ya pili usema itakuwa na kazi kuu zifuatazo. Moja, usema kujenga msingi wa ibada. Kujenga msingi wa ibada. Msingi wa ibada tunaujengaje? Msingi wa ibada ni kuzingatia vile vipengele tulivyoanza navyo. Hakikisha ibada zako za swala 5 zimekaa vizuri. Hakikisha namba 2 imekaa vizuri. Hakikisha namba 3 imekaa vizuri. Hakikisha namba 4 imekaa vizuri. Vikidumishwa hivi ndivyo vitakavyomjenga mtu kwenye ibada zake. Lakini sasa wiki ya pili kuanzia siku ya 8 mpaka siku ya 14 tunafanya vitu gani, au tunajipangia programu gani itakayo tujenga sisi tubaki kwenye kutekeleza ibada? Lengo na makusudio ya hichi sema kujenga uthabiti wa ibada. Mimi na wewe wengine waweza kukuta mtu anafikiria afanye ibada anataka yeye adumu kwenye ibada za faradhi kwenye muda halisi, lakini akakuta kuna baadhi ya marafiki, ima ikawa marafiki watu au ikawa marafiki simu au ikawa marafiki mazingira, yanampelekea kudumu kwenye ibada. Sasa anafanyaje? Rejea kwenye kipengele cha namna ya kuviepuka hivyo. Kwenye hivi ambavyo tulivyovianza vile namba 5, vitu vya kuendeleza na vitu vya kuongeza, usiende haraka. Ukisha hakikisha ibada ya swala 5 imeimarika, imekaa vizuri, tunasema 1, sunna ya rakaa 2 kabla ya alfajiri. Program namba 2 kwenye wiki ya pili, baada ya kuwa swala 5 zimekaa vizuri, usianze kulazimishwa na mtu, jijenge mwenyewe. Hakikisha usianze na zile sunna zote ya kwamba bwana kuna kablia tahiyatul wewe anza na rakaa 2 tu basi, wiki hiyo yote ishe. Dumu na rakaa 2 za kabla ya swala alfajiri. Hakikisha swala alfajiri inakukuta rakaa 2 umeshazipata. Zidumishe hizi wiki nzima, usiongeze chochote. Zidumishe hizi. Ukihakikisha hizi zimekaa, utakuwa una uwezo wa kuenda na vitu vingine. Lakini namba 2 cha kuongeza, dhikri za asubuhi na jioni. Kwenye ile wiki ya kwanza usiongeze hii adhkari, ziweka pembeni. Hizi ziweke kwenye wiki ya pili, zile adhkari za asubuhi na jioni. Hizi ndizo ziingie kwenye wiki ya pili. Lengo na makusudio nini? Uweze kujitengeneza iwapo wiki ya kwanza imekaa vizuri. Wiki ya pili ingiza hichi namba 2. Dhikri za asubuhi na jioni. Lakini namba 3, rakaa 2 za qiyamul laili, hata kama itakuwa ni fupi. Rakaa 2. Wakina Sheikh Suleiman akikwambia bwana rakaa 2 haitaki, wewe anza, huu ni utaratibu wako wewe. Rakaa 2 tu, wewe njoo hapa msikitini, kama ni qiyamul laili, swali rakaa zako hizi 2, nenda kalale. Watakuona bwana kasema rakaa 2 kaondoka, mwambie huu ndio utaratibu wangu niliyeupanga. Dumisha hii maisha yako ya wiki hii yote. Kwa hivi vitu vitatu viongeze hapo. Kwanza, sunna ya rakaa 2 za kabla ya swala alfajiri iwe ni sehemu ya wiki ya pili kwenye kudumu nayo, kuanzia siku ya 8 mpaka siku ya 14. 2, dhikri za asubuhi na jioni zidumishe. 3, tukasema rakaa 2 za qiyamul laili. Wewe qiyamul laili ukiita tarawih, utajua wewe kwenye mwezi wa Ramadhani, nje ya mwezi wa Ramadhani kabaki ni qiyamul laili, lakini rakaa 2, hata kama inakuwa rakaa 2 ya wal asr na inna a'tainaka, dumu nazo hizi. Mungu hatoangalia wewe umesoma aya ngapi, anaangalia hichi unachokifanya wewe kiwe ni endelevu. Basi sehemu za adhkari nimekuwekea hapo, ambazo utakazokuwa unatakiwa uanze nazo. Dhikri za asubuhi na jioni, mpangilio wa adhkari za asubuhi na jioni. Wakati wake, wakati wa kufanya ni baada ya swala alfajiri hadi kuchomoza jua. Huu muda ndio utumie wewe kwenye hizi adhkari zifuatazo.
hatua za kuzingatia, hatua kwa hatua au mpangilio wake. Moja ni ile baada ya salamu. Baada ya salamu ya swala alfajiri ni kuleta ile istighfar, astaghfirullah 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 mara 3. Kisha kinachofuata baada ya hapo, usije ukashawishiwa na mtu. Huu ni utaratibu unatakiwa wewe kuutengeneza wa kwako, mengine utakuja kujazilizia utakapokuwa umedumu. Kwa moja ya faida sema ni kinga dhidi ya shari za aina zote au za kila aina. Lakini baada ya hapo ukishamaliza hizo qul huwallahu birabbil falaq na birabbin nas, cha kuingiza hapo nisema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hii pia uhakikishe angalau kama ni dhaifu ndio unaanza kujitengeneza, anza na mara 10. Lakini kama umeshaanza kujiimarisha nenda mpaka mara 100. Kama unataka kujidumisha mwenyewe ujitengeneze, soma kama ulivyoanza na ile ya kwanza, soma mara 100 istighfar. Anza na 20 baada ya swala hii, 20 baada ya swala hii, 20 baada ya swala hii. Lakini ukiona muda huna, soma mara 10 tu, dumu nayo kwenye wiki ya pili ili uweze kuendelea nayo baada ya hapo, ili usije ukakata tamaa. Lakini pia baada ya hapo nenda kwenye namba 5, sema dua maalum za asubuhi. Nimekuwekea hapo ambazo unatakiwa uzisome. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nushur. Hii iingize hapo, iwe kwenye utaratibu na kwenye adhkari ya wiki ya pili. Usichanganye dawa, kwa sababu ukisema uziunganishe zote kwenye wiki ya kwanza utachoka, na ukichoka hutoendelea. Matokeo yake tutakuwa na ile sifa au ile sera ya anayeitwa fisi, na kila mmoja anamjua mnyama fisi. Yeye alishindwa kula vile vilivyochinjwa. Kwa sababu gani? Anaambiwa bwana, kila siku kula kilichochinjwa, akona vingine vikuta vibudu viko njiani viacha. Tukafikia hatua akasema Uislamu mgumu. Kwa sababu gani? Kila kitu nikitaka mimi kichinjwe, nikitaka mimi kichinjwe, na hii mizoga atakula nani? Kwa hiyo twende taratibu ili tusije tukalemaa kwenye tukifanya hicho. Lakini pia baada hiyo nenda kwenye namba 6, kisha sema hii bismillahilladhi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Dua hii ndiyo aliyesoma Khalid, alikisomea kile kichupa cha sumu, alafu akaichukua ile sumu akanywa, na yule aliyekuwa ametengeneza hii sumu akabaki ameshtuka. Kwa nini? Hivi ulichokisoma wewe ni sahihi? Hii sumu umeifanya nini? Sema huyu aliyeijalia sumu iue ndiyo aliyejalia na hii pia ibatilike. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam atakayesoma hii adhkari mara 3 kwa siku, hata kama atategewa sumu, sumu hiyo haitomdhuru. Lakini uhakikishe usibipu. Wasema vijana, fanya lillahi, ya kwamba Allah hichi hakiui, anayeua ni wewe, sio hichi. Kunywa hata sumu haitokudhuru, lakini tengeneza mioyo yetu ili iweze kuyadhibiti na kuyashika haya yaweze kutunufaisha baada ya hapo. Namba saba, kuonyesha kuridhika na Uislamu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naye ni kusema haya maneno angalau mara 3. Radhitu billahi rabba, wa bil islami dinan, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Soma mara 3 kwenye programu yetu ya wiki ya pili, ili kuhakikisha tunajijenga wenyewe. Baada ya kujijenga, ili tutakapokuwa tunaanza hata kuwajenga watoto wetu, tujue tunawajenga kwenye mfumo.
wasije wakafikia hatua wakashindwa kutekeleza, kwa sababu tunawajazia mzigo mzito ambao hawawezi kutekeleza. Ukishamaliza hapo, namba 8 nasema ni tasbih, tahmid na takbir. Maana yake nini? Kusema subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33, Allahu akbar mara 34. Kwa nini mara 34? Tunataka tupate 100. Ukidumisha hichi utakuwa unatengeneza mfumo ambao utakee kuja kukusaidia wewe baada ya hapo. Ukishamaliza hapa, ndiyo siku yako unaimaliza inayoitwa asubuhi. Malizia na dua nimekuwekea hapo chini ili uweze kukaa vizuri. Ni hiyo, Allahumma a'inni ala dhikrika mpaka mwisho. Hizi ni sehemu ya vitu ambavyo mimi na wewe tunapaswa kujijenga. Kule kujijenga na hivi tunajitengenezea kinga itakayotuweka vizuri tuweze kudumu kwenye ibada. Hii ni sehemu ya kwanza kwenye masaa 24. Tuingie kwenye sehemu ya pili ya masaa 24 ya masaa 12 ya jioni, ambayo ni adhkari baada ya swala ya alasiri. Tunasema adhkari za jioni. Kwenye kutafuta masaa 24, 12 ya asubuhi, 12 ya jioni. Adhkari za swala za jioni zinaanza baada ya swala ya alasiri. Cha kufanya ni ule utaratibu kama ulivyofanya wa swala ya asubuhi, uende nao mpaka hapa tulikoishia kwenye hii dua, lakini kipo kitakachoongezeka baada ya hapo, nacho ni hivi vifuatavyo. Mpangilio wake, hatua ni sawa na za swala ya asubuhi, isipokuwa baada ya hivyo kitakachofuata ni hichi. Ile ulisema Allahumma bika asbahana, hapo utasema Allahumma bika amsaina mpaka mwisho. Maana yake nini? Kuna ulichokirekebisha au ulichokibadilisha. Hii ni adhkari ya asubuhi na hii ni adhkari ya jioni. Ukishamaliza hapo, ufuatao ni muhtasari unatakiwa wewe kuzingatia. Mpangilio wake ni hivi kwenye huu muhtasari wetu, ambao ndio unayoweza kuutumia wewe. Ni moja, tumesema ni istighfar mara 3, ile astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. 2, ayatul kursi. 3, zile ikhlas, birabbil falaq, birabbin nas. 4, ile la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Ima ukiweza mara 100, umeshindwa kwa udhaifu angalau mara 10, usishuke chini ya hapa. Lakini 6, dua zile za asubuhi asbahana, na zile zingine zifuatazo za amsaina. Lakini pia bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Hii pia isemwe mara 3. Lakini pia namba 8 ni ile tulisema adhkar raditu billahi rabba mpaka mwisho. Lakini namba 9 ni ile tasbih, tahmidi na takbiri mara 33 tasbih, 33 tahmidi na mara 34 takbiri. Huu ukishafikia hapo, kinachofika namba 10 kwenye muhtasari ni dua ya kinga ya kuomba Allah kile ulichokifanya Allah akikubali, akisha kukubali Allah akidumishe kile unachokifanya. Kufanya hivyo utapata faida hizi zifuatazo. Faida ya kwanza ni kinga dhidi ya shari za wanadamu na majini. Ukidumu na hizi adhkari kuanzia mwanzo mpaka mwisho, utapata ulinzi unaotokana na vitimbi ima vya wanadamu wenzetu au vya majini tusiyoona kwa macho yetu. Mbele, utulivu wa moyo siku nzima. Hutokuwa na papara kwenye mambo yako yote ya siku nzima.
Sababu gani? Wewe umo kwenye himaya ya Allah tabaraka wa taala. Yale mawazo, sema stress za kila siku, Allah ataziondoa, kama alivyosema Allah, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Elewa, ukifanya adhkari Allah atatia utulivu kwenye moyo wako. Lakini faida namba 3 utakayoipata wewe, kufutwa madhambi. Allah atatufutia madhambi yetu, na hakuna asiyekuwa na dhambi, kama alivyosema Mtume, kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Kila mtu ana madhambi, ni mkoseaji, lakini mbora kwenye hao wanayekosea ni yule anayejua kakosea, akaomba msamaha kwa Allah, Allah amsamehe yale madhambi yake. Kwa hiyo tukidumu na hizi adhkari kuanzia asubuhi mpaka jioni, kuanzia jioni mpaka asubuhi. Faida namba 3, kufutiwa madhambi yetu. Namba 4, baraka katika riziki. Ndugu zangu, hakuna kitu ambacho kinachotugharimu mimi na wewe hivi sasa kama baraka kuondoshwa kwenye riziki zetu. Unaweza ukakuta mtu mnafanya kazi sehemu moja, wewe unalipwa 500,000, mfano wewe unalipwa 500,000 na yeye analipwa 500,000. Ukashangaa yeye akafikia hatua kanunua na kiwanja, wewe hata uwezo wa kwenda kusema ulipe kidogo kidogo upate kiwanja umeshindwa. Familia ya huyu ambaye kanunua na kiwanja ni kubwa kuliko ya kwako. Kilichokosekana hapa ni nini? Ni kile kipato chetu kimekosa baraka ya Allah tabaraka wa taala. Tukidumu na hizi adhkari, Allah atatia baraka kwenye vipato vyetu. Lakini faida namba 5 ambayo tutakayekuwa tunaipata, kuimarisha tawakkul. Tutaimarisha ule utegemezi wetu kwa Allah, ya kwamba tutakuwa na imani ya kwamba mfanyaji ni Allah, sio ile mishahara yetu, sio biashara zetu, sio chochote. Mfanyaji atabaki kuwa ni Allah tabaraka wa taala. Sisi sengine tunaenda, yani mtu anasema acha nimalizie kazi yangu, ya maana anayafelisha ya Allah, kwa sababu kuna kazi yake pale. Hii kazi tutaifanya haitokuwa na baraka. Kwa sababu gani? Tumeitanguliza yenyewe, ndio inayofanya, na wala sio Allah tabaraka wa taala. Hii ndio itakayekuwa faida ambayo atakaipata mtu kwenye ukifanya hicho ambacho atakachokuwa amedumu nacho. Ni kuanzia siku hiyo mpaka hapo siku ya 10, sema jitengee dakika 20 kwa tafakari ya akhera. Tenga angalau dakika 20, anza kuangalia ule mzigo wa madhambi uliokuwa nao. Iwapo Allah atazima switch ya uhai wako hivi sasa, akhera una nafasi gani? Tutafakari. Hii tafakari ndio itakayetusababisha mimi na wewe kuweza kutengeneza mfumo wa maisha yetu utakayekuwa mzuri kuanzia mwanzo mpaka mwisho. 14 sema ni tathmini ya maendeleo. Ule utaratibu wa wiki ya kwanza umehudumisha kweli? Umehudumisha. Utaratibu wa wiki ya pili, je, mpaka unafika siku ya 14 umefikia kwenye kiwango gani? Hapo sasa fanya tathmini ya maendeleo. Umepata maendeleo kwa kiwango gani? Umejidhibiti kwa kiwango gani? Maendeleo yako yakoje? Tathmini. Chochote kisichokuwa na tathmini hakiwezi kupata uendelezo. Kwa sababu gani? Hujui umepatia wapi na wala umekosea wapi. Lakini utakapokuwa unafanya tathmini, ni rahisi kujua sehemu gani umepatia na sehemu gani umekosea. Hii ni programu ya wiki ya pili ambayo mimi na wewe tutapaswa kuidumisha ili tuweze kupata manufaa kwenye maisha yetu haya ya hapa duniani. Pitia